Ukiwa na jicho la husda, Ashura umuoni kama dansa wa Diamond. Diamond ametumia milioni 250 almost kwenye ile stage peke yake. Elmando. Ache chuki bro. Mambo vipi mtazamaji, karibu kwenye exclusive interview. Tupo na Haja the Credible. Ni aje? Mambo vipi wazee? Freshi. Kinyamwezi kabisa. Kama kaa. So good. Mungu mwema, tunahema, tunapumua. Yeah. Mungu na masela, Mungu na wanadamu hajawahi kuacha washikaji zake. Yeah, noma sana. Diamond Platinum anaendelea na retro tour yake, na juzi alikuwa Tarime. Of course ni moja kati ya mchambuzi ambaye ulihudhuria ile show ya Diamond kule Tarime. Niliona moja kati ya maandiko mengi kwenye kurasa ya Instagram. Kuna moja kati ya mchambuzi alisema kwamba ile retro tour ya Diamond haina ubunifu, anarudia nyimbo zile zile anavyoingia na nini na nini. Wewe ni mtu ambaye umehudhuria, pengine unapingana nayo ile kauli ama unakubaliana nayo? Yes, na ni mtazamo wa chuki. Na sio mchambuzi Elmando. Aache chuki bro. Anapoteza credibility yake kwenye kazi ya uchambuzi. Unajua mimi sikufichi. Watu wanajua. Watu wanaona. Ukiwa unafanya uchambuzi kwa kisirani, sio kwa hoja, sio kwa fact, watu wanajua. Achambue uhalisia. Asichambue kwa sababu ya wivu. Unakumbuka last time yeye alienda nini? Imbeju. Sisi tukawa tumetoa mtazamo wetu, wana chuki, wana wivu. Sasa mimi leo nikihoji kwamba okay, unachofanya wewe ni chuki, utanikatalia? Alafu mimi siraga, unajua mchambuzi yule, mimi nakutaja. Elmando, acha chuki. Chambua uhalisia. Hujui watu wameendaje pale. Mimi labda nimejichanga zangu miezi yangu 3, nimejilipia ndege nimeenda. Unanielewa brother? Hujui. Kwa aache chuki na aache kuchambua vitu ambavyo mimi nilivyotembea kwenye retro. Mimi bwana, mimi siwafichi. Mimi nikasema hizi retro kwa kutafuta wadhamini ama mimi mwenyewe nitaenda kuangalia vitu vinavyoendeshwa. Brothers. Sikutaka kuchambua nikiwa ndani nyuma TV moto mwingi unawaka. Nikasema naenda eneo la tukio. Mimi nimesimama na Diamond kwenye stage ya retro Tarime. Bro, almost nusu saa wakati amekuja kukagua sound check. Anaangalia namna ambavyo ata implement mawazo makubwa Diamond alikuwa nayo. Tanzania hakuna mtu ana mawazo makubwa ya kimuziki kama Diamond. Watu wakubali wakatae. Mimi nimeona ubunifu anaosema anataka mtu aingie na nguruwe au aingie na punda. Sasa punda awe anatumika kila siku, kitu ambacho hakiwezekani. Diamond ile stage ya Tarime unaiona. Ile stage mimi sijawahi ku experience stage kubwa kama zile. Kama sio ya pili ya tatu Bongo hapa kufungwa. Imefungwa mkoani Tarime. Diamond ametumia milioni 250 almost kwenye ile stage peke yake. Wakenya wanakuja kufunga zile sound, lights na vitu vingine. Umeelewa brother? Yeah. Michoro ambayo Diamond alinionyesha mimi kwenye ile nini yake ile, clip yake ile. Yaani unajua alimchukua Rich Graphics, moja kati ya madesigner noma sana wa michoro kwenye mitandao. Alimchorea baadhi ya vitu ambavyo vitakuwa displayed kwenye ile stage, kwenye ile screen. Na Diamond plan yake pale ilikuwa na brother anatokea kama Drake. Chini sijui kuliweka nini pale chini, alikuwa anatokea kutoka chini kwenda juu. Mimi naongea na wewe, naambia Haja, mimi kichwa changu hakiko sawa. Vitu vyangu vingi hapa vifanikiwi. Na kwa sababu miundombinu ni mibovu. Diamond anasema pesa sio issue. Mimi naweza kutia hela yoyote, lakini nikiweka hela vitu navyoviwaza vinatokea. Sasa wewe mtu mmoja umekaa zako tu chumbani unasema hakukuwa na ubunifu. Unajua struggling ambazo msanii amezipitia kutoka pale. Masaa mawili Diamond anakagua stage, awezeje kufix ule mchoro. Mwisho wa siku vitu havitokei, anachofanya nini? Anabadilisha formula, anatoa zile na vile vitu ambavyo alidhani vitafanya kazi, amevitoa vyote. Amebaki kwenye stage yake ya kawaida. Na ndipo hapo ambapo watu wana demand kuhusu Arena. Flexibility yake ya kufanya vitu, kuonesha talent kwa ubunifu ni mkubwa brother. Diamond Tarime, na mimi nimesema Tarime na retro, ameenda kutoa fundisho kwa wasanii wa Tanzania. Kwamba nyie sikilizeni. Show za viingilio 5,500 tu havitoshi.
Anawaambia wasanii wengine kwa vitendo, usitegemee show za viingilio. Na alikuwa ananiambia pale, yani ukiona mzee msanii anategemea kiingilio ili kimlipe kwenye show yake, huyo hajafika bado. Mimi nilimuuliza, brother, unapata wapi faida kwenye hii kitu? Wewe unafunga stage ya milioni 250 bro. Sawa? Sijui timu umeisafirisha ya watu zaidi ya mamilioni ya hela umetumia. Hivi kama sio, umeelewa? Viingilio na watu wanaoingia saa nyingine haiwezi kufika hata milioni 200. Unapata wapi? Na wakaniambia, mzee, mimi show yangu yote ilishanunuliwa. Nilivyoitangaza tu, show ishalipiwa na makampuni makubwa. Hawa wanakuja kuweka milioni 500, hawa sio milioni 100, hawa sio milioni 50. Kwa Diamond ategemei nini brother? Ategemei mashabiki, ni sponsorship. Na anachoenda kukifanya kuionyesha dunia kwamba sisi pia Tanzania tunaweza, which is hakuna msanii ambaye amefanya. Nionyesheni wazee. Kwa hiyo swali lako unaniuliza kuhusu ubunifu, brother, Bongo hapa watu wenyewe wa Tanzania sisi mashahidi. Hayupo msanii ambaye anamshinda ubunifu Diamond. Na ndio maana mpaka leo yupo hapa. Lakini anaangushwa na miundombinu. Sasa ili kujua hiyo, lazima uende eneo la tukio, uweze kuongelea chumbani. Wachambuzi wenzangu na waambia mjifunze, msitegemee kwamba usiku utaitwa. Umeelewa? Wachambuzi msitegemee siku kaitwa kama ukapigiwa simu Joseph fulani. Ama siku kategemea la msanii akulipe ili uende. Tafuta sponsor brother. Wewe si brand, wewe mkubwa. Brother, unanielewa? Ongea na Kawabe. Ongea na Bongo Plus. Ongea na 96 Link jamani. Mimi ndo mchambuzi mkubwa, au sio bwana? Nitawatangaza, naomba niende. Ndio daktari amefanya upupu. Umeelewa brother? Yeah. Kwa mimi nasafirishwa na mataasisi na watu ambao wanatamani kuona vitu vinatokea from the ground. Kuacha kujifungia ndani mitazamo ya ndani. Chambuzi jamani. Vipi ndugu zangu bwana wachambuzi bwana? Mnaenda mnaropoka mpaka mnakosea, leo karudi ya nguo. Wewe umekuwa mchambuzi wa mavazi au umekuwa Noeli? Mbona mnatiana aibu jamani? Kwani tutafika wachambuzi kweli kwa hali hii? Tunapeleka sana. Yani mimi nashindwa kuelewa. Tokeni jamani, acheni kukaa ndani. Mimi nitapambana kadri ya uwezo wangu kwenye concert makubwa, nitakuwa nahudhuria ili nione. Yani mimi sasa hivi tena nadhani mmeona, mimi nikifika eneo nachambulia pale pale. Kwa hiyo Diamond number 1 brother. Diamond sijui niwaambieje. Na nyinyi nendeni. Simba ndakutana huko sisi. Si Arusha tulikuwepo. So, kingine ambacho nimejifunza ama recognize pale Tarime. Ndio. Diamond anapendwa sana na Watanzania brother. Mimi nilienda kuangalia nilienda kuripoti namna ambavyo jukwaa lilikuwa linatengenezwa. Kaka, saa 8 mchana. Kule kuna Wakuria hivi. Wakuria wamejaa getini wengi saa 8, show kumbuka saa 4 huko inaenda. Mpaka inafika usiku ile kaka, uwanja umetapakaa. Yaani saa 8 mchana watu washaanza kuingia ndani. Walikuwa nje. Yeah. So ni mtu ambaye anapendwa sana na Diamond. Kama kawaida yake afanyagi kitu kawaida. Alifanya show moja noma sana. Kuna binti anaitwa Ashrey, yule dancer yule. Ndio. Bro, mimi nimefaidi kuwaona wale jukwani. Ukiwa na jicho la husda, Ashrey umuoni kama dancer wa Diamond. Utamuona nani? Unamuona vitu vingine. Nani vitu vingine vipi kwa ndugu mtangazaji? Mbona nyewe nataka kuleta mimi jumba bovu muda wote ili naamkie mimi. Wewe unaonaje? Mimi sina cha kuchagizia. Bwana, bila kupepesa macho. Kwa jicho la kipuuzi unasema bwana, hawa watu wako kwenye mahusiano. Kwa jicho la kipuuzi. Lakini hawapo. Wamewezaje? Diamond na Ashrey wametengeneza chemistry noma sana brother. Napigwa gidi gengenge. Ukimwona yule mtoto mwepesi, ukistuka umenga pembeni kamrukia Diamond, Diamond akamchukua anamwambia wewe nini, wanaangaliana hivi. Shangwe linapigwa. Ni raha brother kuiangalia show ya Diamond Retro.
mimi nilikuwa na enjoy. Yaani unajua unaenda kufanya kazi lakini unafurahi. Kwa hiyo chemistry yao ile kubwa sana, na ile chemistry wasanii wengine waichukue ile. Unajua sioni mimi Bongo. Yaani mimi nikisemaga vitu hivi watu waelewe tu. Na ukitaka kubisha njoo na hoja, niambie msanii fulani na msanii wake huyu hayupo, ndio kweli. Ashura na Diamond wametengeneza chemistry kubwa. Ile faida yake ni Diamond anatengeneza demand kiasi cha kwamba Ashura hata aende wapi anamtaja Diamond ndio mtu ambaye amemtoa, amefanikisha kufika sehemu yake. Kwa sababu sasa hivi vyovyote vitakavyotokea Ashura anapoenda popote kuna jina la Diamond nyuma. Lakini vile wanatengeneza headline. Msanii ili uendelee kufanya vizuri ni lazima uzungumzwe, utokee kwenye maneno ya watu. Kwa hiyo hata vile ambavyo unaona wanatokea pale, wanacheza, stories zinaenda mtandaoni, sijui hivi na hivi, hivyo vitu vyote ni ukuaji wa msanii husika. Kwa hiyo na wenyewe wako very proud. Diamond ana share zile picha, Ashura ana share. Hata kama nyewe mtaongelea, shauri zenu. So huyo ndio Diamond Platnumz wa Tarime. Diamond anazika pesa nyingi sana kwenye show. Mimi nakwambia Diamond anaweza kalipwa hapa shilingi milioni 50, lakini kwa ubora wa show anayotaka anaweza akatoa yeye milioni 50 yake tena akaongezea akafanya show iliyokuwa bora ili kutengeneza demand. Inaitwa ku create demand. Ndicho ambacho mwisho wa siku unaona makampuni sasa mengine yenye hela zaidi yanakuchukua zaidi ya kiwango kile cha pesa. Wewe msanii mda wote uko Mwenge. Una perform jua kali, stage mbovu. Nani atakuita kwenye nini? Kwenye show kubwa? Jamani tuzungumze ukweli. Lakini Diamond kila muda umeona yuko so clean, stage ukiliangalia unapagawa. Lile stage kubwa sana, mimi nilikuwa naongea na sound engineer pamoja na stage designer pale. Bro, stage kubwa sana. Vimefungwa vitu noma sana. Watu wanaohudhuria retro wanaenjoy pengine kuliko hata starehe ambazo nyinyi mnazijua. Hiyo starehe hizo hapo. Amri ngapi? Starehe amri ngapi? Tueleze. Kuangalia show ya Diamond ni unajisikia raha kuliko hata saa nyingine kuvunja amri ya 6. Na hakika na hiyo. Ndio mlichotaka kusikia ndugu watangazaji au? Ndio ukweli? Labda sijui nyinyi wenzangu kama labda hiyo amri mnaiona ndio kitu cha maana sana, lakini mimi nilikuwa na enjoy sana show na nampongeza sana Diamond. Anaendelea kuwafundisha wasanii wengine. Kesho na kesho kutwa yupo, hayupo, wengine wafuate hizo nyayo. Maana moja kati ya nahisi katika retro zote, retro ambayo ilikuwa na audience wengi sana afu akiwa na vibe na crowd kubwa sana ilikuwa ni hii hapa ya Tarime. Kwenye last retro ulituambia bwana Diamond kuna vitu fulani kazingua. Hebu tuambie kwenye hii hapa hivi ya Tarime, wapi ambapo mwamba alizingua? Ya Tarime iache. Hii ya moto. Hii iache kaka. Ndamuonea. Wewe si unaona hata wachambuzi wengine wanapapasia, yani mchambuzi anapapasa namna hii kuangalia kosa liko wapi? Hakuna. Tarime very perfect. Japo tu natamani sana makampuni ambayo yanafanya kazi na Diamond yanaofunga muziki stage yawahi kufanya hivyo vitu. Sasa hiyo haiko kwa Diamond. Hiyo ni maandalizi husika. Diamond anapenda vitu, Diamond ni Mr. Too Perfect. Anapenda vitu viwe vizuri sana tena kwa maandalizi ya muda mrefu. Yeye mwenyewe huwa anafanya sound check muda mrefu. Kwa hiyo taasisi yote ikiwa najua inataka kufanya kazi na Diamond, iendane na kasi yake. Wengi wanashindwa kuendana na kasi yake. Wengi wanashindwa kuimplement mawazo makubwa ambayo jamaa yuko nayo. Sio, umeelewa? Kwa hiyo ili kumpa heshima Diamond na kuendelea kumuona yuko pale juu, basi haya makampuni na mataasisi yafanye kazi kutokana na spidi ya Diamond Platnumz. Sawa, tumalizie hapo kwa Diamond. Diamond tukiangalia ile setup yake ya nyuma pale kuna kama yani watu wametafsiri kama kuna ni ushetani fulani hivi, namna ambavyo ile background yavoiweka ni kama mtu fulani hivi kachanua mbawa na nini na nini. Kwa jicho la uchambuzi ukiangalia ile iko na maanisha nini? Mimi always ndo nasema hizo creativities. Mtu sio kutanua mbawa. Unajua hizo Tuju na Mento
hizo ni perception zako wewe. Haimaanishi kama ambavyo pengine kuna kelele sasa hivi kwenye mitandao zinasikika. Na uzuri wa mambo kama hayo nadhani sio vyema sana kuyatolea wewe ufafanuzi kama sio mtaalamu.